Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC imeangusha bomu nchini Tanzania huku Samia Suluhu akitetemeka kwa hofu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu International Criminal Court ICC imetangaza kuanza maandalizi ya uchunguzi nchini Tanzania kufuatia matukio yaliyoripotiwa kuanzia Oktoba 29 mwaka jana, hatua ambayo tayari imeanza kutikisa mijadala ya siasa na kisheria ndani na nje ya nchi. Kupitia baraza la wanasheria wake, mahakama hii imesema timu ya wachunguzi na wanasheria wake inatarajiwa kuwasili nchini kwa tathmini ya awali, kukusanya ushahidi na kukutana na wadau mbalimbali ili kubaini iwapo kuna ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Tangazo hilo limekuja wakati Tanzania ikiendelea kujijenga katika taswira ya utawala wa sheria na utulivu wa kisiasa, na hivyo kuibua maswali mapya kuhusu athari za uchunguzi huu kwa kidiplomasia, siasa za ndani na uhusiano wa serikali na jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, ICC imesisitiza kuwa mchakato huu utafanywa kwa msingi wa haki, uwazi na ushirikiano wa mamlaka za ndani pamoja na mashahidi watakaokuwa tayari kutoa ushahidi. Kwa lugha ya kisiasa, hatua hii ina uzito mkubwa kwa sababu ICC hushughulikia makosa mazito kama uhalifu dhidi ya ubinadamu, uhalifu wa kivita na mauaji ya halaiki, na hivyo hatua ya awali ya tathmini huweza kubadili mjadala wa kitaifa, hasa inapohusisha nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijinasibu kwa utulivu wake wa kisiasa ikilinganishwa na baadhi ya majirani wake wa kikanda. Uamuzi wa ICC haujatokea ghafla, unafuatia wito ulioongezeka kutoka kwa baadhi ya wadau wa haki za binadamu na makundi ya kiraia waliotaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu matukio yaliyodaiwa kutokea mwishoni mwa mwaka wa 2025. Ingawa maelezo kamili ya matukio yaliyochunguzwa hayajawekwa hadharani kwa kina, taarifa hiyo imeongeza joto la mjadala kuhusu uwajibikaji wa taasisi za dola na ulinzi wa haki za kiraia. Na katika siasa za Afrika Mashariki, kuhusishwa kwa nchi na mchakato wa ICC mara nyingi hubeba uzito wa kisiasa hata kabla ya uchunguzi kuanza rasmi. Historia inaonyesha kuwa hata hatua za awali za ICC zimewahi kuathiri taswira ya serikali, kuhamasisha upinzani wa ndani na wakati mwingine kuibua mijadala mikali ya kitaifa kuhusu uhuru wa kimahakama na mamlaka ya nchi wanachama. Kwa Tanzania ambayo imekuwa ikisisitiza diplomasia ya utulivu na mageuzi ya hatua kwa hatua, tangazo hili linaweza kuleta changamoto mpya ya mawasiliano ya kisiasa. Serikali italazimika kusawazisha kati ya kuonyesha ushirikiano wa kimataifa na kulinda taswira yake ya ndani. Wachambuzi wa siasa wanaona uwezekano wa kuibuka kwa mijadala mikali ya kisiasa kadiri uchunguzi utakavyoendelea, na ndani ya vyama vya upinzani hatua ya ICC inaweza kutumika kama hoja ya kusukuma ajenda ya uwajibikaji na uwazi. Lakini ikiwa uchunguzi utahusisha tuhuma zinazogusa haki za kisiasa au kiraia, kwa upande wa kiserikali msimamo unaotarajiwa utaangaliwa kwa karibu sana. Tanzania ni mwanachama wa ICC kupitia mkataba wa Roma, na ni jambo linaloipa mahakama hiyo mamlaka kushirikiana na nchi wanachama. Na hata hivyo, uzoefu wa nchi nyingine unaonyesha kuwa ushirikiano wa ICC mara nyingi huwa suala la kisiasa nyeti, hasa pale ambapo uchunguzi unaonekana kugusa masuala ya ndani ya usalama au siasa. Ndani ya vyama vya siasa, swala hili linaweza pia kuibua mijadala ya kimkakati kuhusu namna ya kulizungumzia bila kuonekana kupindisha ukweli au kuingiza siasa katika mchakato wa kisheria na kimataifa. Hali hii huongeza uwezekano wa kauli za tahadhari kutoka kwa viongozi wa kisiasa kadiri uchunguzi utakavyopiga hatua. Moja ya hoja kubwa inayojadiliwa ni athari za tangazo hili kwa imani ya umma katika taasisi za ndani. Endapo uchunguzi utaendelea kwa kina, unaweza kuongeza shinikizo kwa taasisi za kitaifa kuonyesha kuwa zina uwezo wa kushughulikia madai ya ukiukwaji wa sheria bila msaada wa nje.
Kwa upande mwingine, baadhi ya wadau wa haki za binadamu wanaona hatua ya ICC kama fursa ya kuimarisha uwajibikaji wa kuonyesha kuwa hakuna eneo lililo juu ya sheria za kimataifa. Na hii ni hoja ambayo imekuwa ikijitokeza katika nchi mbalimbali zilizowahi kukumbwa na uchunguzi wa ICC. Na katika mazingira ya kisiasa, mitazamo hii miwili mara nyingi hukutana na kuunda mjadala mpana wa kitaifa kuhusu mamlaka ya mahakama za kimataifa dhidi ya uhuru wa nchi. Tanzania sasa inaingia katika mjadala huu ambao tayari umezoeleka katika mataifa mengine barani Afrika. Kisiasa, hatua ya ICC inaweza kuwa na athari pana zaidi ya kisheria. Inaweza kugusa uhusiano wa kimataifa, uwekezaji wa kigeni na hata mawasiliano ya kidiplomasia, hasa ikiwa uchunguzi utaendelea na kupata uzito wa kisiasa kimataifa. Serikali ya Tanzania imekuwa ikijenga taswira ya mageuzi ya kisera na ufunguaji wa nafasi za kisiasa katika miaka hivi karibuni, na hivyo jinsi itakavyoshughulikia mchakato huu wa ICC itakuwa kipimo muhimu kwa jumuiya ya kimataifa na pia kwa wapiga kura wa ndani wanaofuatilia masuala ya haki na utawala bora. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vinaweza kuona fursa ya kuongeza presha haswa ya kisiasa kwa kuhimiza uwazi zaidi katika masuala yanayochunguzwa. Hii inaweza kuongeza ushindani wa kisiasa, hasa ikiwa suala hili litaendelea kuwa gumzo la kitaifa. Mahusiano ya ICC na nchi za Afrika yamekuwa na historia ndefu na yenye mijadala mikali, na katika miaka iliyopita baadhi ya nchi barani humo zimewahi kupinga au kukosoa mahakama hiyo kwa madai ya kulenga viongozi wa Afrika. Wakati huo huo, watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa mahakama hiyo kama chombo cha mwisho cha uwajibikaji pale mifumo ya kitaifa inaposhindwa. Kwa Tanzania, hii ni moja ya nyakati chache ambapo jina la nchi linaingia moja kwa moja katika rada ya uchunguzi wa ICC, na hilo pekee linatosha kuongeza uzito wa kisiasa wa tukio hili hata kabla ya matokeo yoyote ya kisheria kujulikana. Na katika historia ya kisiasa ya nchi, masuala ya haki za kiraia na uhuru wa kisiasa yamekuwa yakijadiliwa na vipindi tofauti, lakini mara chache yamehusishwa moja kwa moja na uchunguzi wa mahakama ya kimataifa. Na hivyo hatua ya sasa imeweka Tanzania katika sura mpya ya mjadala wa kimataifa kuhusu uwajibikaji. Kwa sasa kilicho mezani ni si hatia wala hukumu, bali ni mwanzo wa mchakato wa kuchunguzi ambao unaweza kuchukua muda mrefu. Hata hivyo, kisiasa, tangazo la ICC tayari limeanza kubadili mjadala wa ndani kuhusu haki, uwazi na uwajibikaji wa taasisi. Ikiwa uchunguzi utaendelea kwa kina, unaweza kuongeza presha kwa serikali kuonyesha ushirikiano wa uwazi zaidi, huku ukipa upinzani hoja mpya za kisiasa. Lakini kama mchakato utaishia katika hatua za awali bila ushahidi wa kutosha, serikali inaweza kujikuta ikiibuka na nguvu zaidi kisiasa kwa kudai kuwa taasisi zake ziko imara. Kwa vyovyote vile, hatua hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu inaguza moja kwa moja taswira ya Tanzania kimataifa, imani ya wananchi katika mfumo wa haki. Macho ya wadau wa siasa, sheria na diplomasia sasa yanaelekezwa kwa karibu kufuatilia kila hatua ya ICC. Kinachosubiriwa kwa hamu ni kama uchunguzi huu utapanuka na kuibua maswali mapya ya kisiasa au utabaki kuwa tathmini ya awali isiyoleta mtikisiko mkubwa. Jibu lake linaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa siasa za uwajibikaji nchini na katika kipindi kijacho. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse, channel yako inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindishwa. Zidi kuwa nasi kila wakati na kumbuka kusubscribe.